Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF, kupitia bodi yake, ambapo katika upande mwingine kamati ya utendaji imeweza kukaa na kuweza kufunguka kuhusiana na mchezo ambao uliweza kuchezwa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, ambapo mchezo huu uliweza kuzikutanisha timu kutokea Kariakoo. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo ambao uliweza kumalizika kwa klabu hizo kuweza kutoshana sare ya mabao mawili kwa mawili, ambapo kwa upande wa mabao ya Simba yalifungwa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Libase Gweye, huku bao jingine likifungwa na mchezaji Clatous Toto Chama, huku kwa upande wa Yanga Sports Club mabao yakipatikana kupitia kwa mwana mfalme Prince Mfumelo Dube sambamba na mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto, ambapo mchezo huo ulikuwa ni mzunguko wa pili ligi kuu ya NBC. Sasa mchezo huu kuna miongoni mwa matukio ambayo yaliweza kujitokeza, ambapo matukio haya basi watu wengi walitaka kusikia ni nini ambacho kitatoka kutoka katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF, kupitia bodi yake, ambapo kwa upande mwingine tukio la kwanza ni kuhusiana na klabu ya soka Yanga kuto kutumia chumba rasmi cha kubadilishia nguo na kwenda kutumia nyumba nyeupe ambayo ilikuwa pembezoni mwa uwanja. Lakini tukio jingine ni kuhusiana na Walter Harrison ambaye ni meneja wa klabu ya soka Yanga kuweza kumsukuma mwamba wa Lusaka Clatous Toto Chama katika kipindi cha pili. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wakitaka kuona ni nini ambacho kwa upande mwingine shirikisho hili la mpira wa miguu nchini Tanzania litakuja nacho, ama ni majibu gani katika mchezo huu ambao unavuta hisia za mashabiki wengi nchini Tanzania. Sasa inasemaje taarifa? Taarifa kutoka bodi ya ligi kuu inasema hivi: kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, katika kikao chake cha Mei 9, 2026 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 169, Simba Sports Club 2, Young Africans Sports Club 2. Klabu ya Young Africans imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam kuelekea mchezo tajwa hapo juu Mei 3, 2026. Klabu ya Young Africans iliwasili uwanja saa 10:35 alasiri badala saa 10:30 alasiri, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Sasa taarifa kaendelea kusema hivi: Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 30, yani milioni 30 kwa maneno, kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 27 kifungu cha 7 ya ligi kuhusu vyombo vya maamuzi. Meneja wa klabu ya soka Young Africans Walter Harrison amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Toto Chama kwenye mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 45 kifungu cha pili mstari wa kwanza ya ligi kuhusu udhibiti wa makocha na maofisa wengine wa ufundi. Shabiki wa klabu ya Young Africans aliyetambulika kwa jina la Mohamed Ali Mposo, ambaye amekuwa akiambatana na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo, amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12, yani mwaka mmoja, kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika, kitendo kilichoshtakiwa kama imani za kishirikina. Adhabu hii kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha pili ya ligi kuhusu udhibiti wa klabu. Kwa hiyo tunaona hayo ndiyo ambayo yamejiri
katika mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga, huku Yanga wakila rungu kubwa la faini ya milioni 30 huku meneja yao faini ya milioni 1 na Mohamed, huyu ni shabiki, kuweza kufungiwa. Kwa hiyo inaonekana kwamba Yanga walienda kinyume zaidi Simba kwa sababu hawajapata adhabu yoyote. Tuambie neno comment kwa sababu hizi ambazo Young Africans wamepata. Je, kwa mbata wako unaongelea vipi? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.